Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Buyane TV, karibu tena tuzungumze michezo. Nikiripoti kutoka uwanja wa KMC Complex sambamba na meneja wa uwanja tutakwenda kuzungumza yale ambayo yanajiri kutoka kiwanja hiki. Tunafahamu kiwanja hiki ni kiwanja ambacho kinaongoza kwa kutumika kwa msimu huu 2024 2025, lakini pia huku tukielekea msimu kumalizika kwa maana ya ligi kuu soka Tanzania bara, imebakia mechi moja kwa timu nyingine, lakini timu nyingine zimebakia mechi mbili, lakini wao wameonyesha mabadiliko na kuanza kufanya ukarabati mbalimbali ikiwemo ya viti vya kukalia wachezaji, lakini pia tunaita screen ambayo inaweza kuonyesha matokeo pindi mpira ukiwa unaendelea, lakini pia wengi walikuwa kijaji taa zitawekwa lini. Basi hilo ndo pia limenileta hapa, tutakwenda kuzungumza zaidi. Bwana meneja, kwema? Kwema kabisa, mambo vipi? Salama, mambo yanakwenda? Niko poa kabisa, sijui. Mbona kama Nimefurahi kukuona kwa mara nyingine. Karibu sana. Okay, sawa. Kilichonileta hapa kikubwa zaidi ni kuhusiana na uwanja huu. Tuanzie hapo, pengine ni namna gani inakuwa ngumu kuutunza uwanja huu pindi ambapo inatumikwa na vilabu vingi kwa wakati mmoja? Kwanza kuwa na uwanja kama huo eneo la mjini kama hili haikwepeki kuwa na kutumika kwa timu hizi kubwa, kwa bado hazijawa na viwanja vyake. Kwa hiyo lazima tukubali tu kwamba tuna namna ambavyo tunaweza tukakwepa. Kwa hiyo ukiwa na kitu kizuri lazima pia uhakikishe kwamba unatakiwa ujue kwamba kuna watu wazuri pia watakuja. Kwa hiyo ni issue ambayo haikwepeki kuwa na timu kubwa kama hizo ambazo tayari sisi tulishakuwa nazo kutoka msimu umeanza mpaka sasa tunafikia mwishoni, na kama unavyojua kesho kutwa tunatarajia kukamilisha kwa matumizi ya uwanja wetu kwa ligi kuu. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba baada tu ya matumizi tunaendelea tu kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira ya uwanja kuwa safi na kuhakikisha kwamba zile sehemu ambazo labda zina shida tunaenda kuzirecover. Kwa hiyo ndio maana unakuta hali mpaka leo bado iko hivi ambavyo unaona. Tulizungumza wakati upangaji wakiwepo Simba na Yanga wanaingia hapa mara kwanza, lakini pia tumezungumza tena ligi na kwenda kumalizika. Pengine unaweza kutuambia uwanja huu kwa namna gani umekwenda kuwapa matunda kutokana na wapangaji hawa waliopo? Wapangaji hao bwana, wanapokuwa wapo matunda yako aina nyingi. Na manispaa wakati tunajenga huu uwanja ilikuwa inaangalia nyanja tofauti tofauti katika kuhakikisha kwamba wanapata matunda. Matunda yapo katika aidha kiuchumi, pia yapo kijamii, kwa sababu unaposema kiuchumi hizi timu zinapokuja kucheza watu wanalipa kiingilio, kwa maana klabu inalipa kiingilio kwa manispaa. Kisha lipa kiingilio maana yake inaongeza pato la manispaa ambalo kila mwaka inakuwa na target yake kwenye kukusanya mapato yake. Lakini pili, kuna watu ambao wako around Mwenge. Hawa watu kila siku kunapokuwa na mechi wao mabadiliko kwenye biashara zao, wale wajasiriamali wanaona utofauti kwa sababu kuna movement za watu watakwenda kununua hiki duka fulani. Kwa hiyo unakuta kiuchumi lazima tu itakuwa inaonekana. Lakini pia kuna watu wanapata furaha tu ambao wao wenyewe unaweza kukuta wapati hela, ndio kwanza wanatoa hela wanakuja uwanjani, ndio burudani yao. Kwa hiyo wao kwa kawaida tunaweza kusema kwamba manispaa ili waona pia wakajua kabisa kwamba watu inawezekana wao wasipate pesa lakini wanakuja kupata burudani. Kwa hiyo faida ipo kwa watu waliopo Kinondoni ambao walikuwa wakiona timu yao KMC inacheza, wanaona kwamba inacheza mbali, sasa hivi hawapati shida, wanatoka tu Wabunju wanakuja, sijui Wategeta wanakuja, Maboi Pande wanakuja. Kwa hiyo unakuta around Kinondoni pamoja na manispaa zile ambazo zinazozunguka wote wanaburudika. Kwa hiyo faida ziko nyingi sana katika upande wa uwepo wa uwanja. Changamoto ambazo mmekuwa mkikutana nazo nyie binafsi, lakini pia labda mashabiki na wapenzi ambao wanatumia uwanja huu kwa maana ya Simba na Yanga, lakini pia kuna Simba Queens, labda wamewasilisha changamoto zozote ama nyinyi mmekuwa mkipata changamoto zozote? Ya kwa vilabu hatujapata changamoto kubwa sana, zaidi ya pata tu mapendekezo kuhusiana na maboresho, muendelezo wa ujenzi wa haya mabenchi ambayo hatakuwa nayo, lakini pia tuna ile scoreboard ambayo unaiona pale. Hiyo ilikuwa kidogo ni changamoto kwa sababu ligi walikuwa wanataka tuwe navyo hivyo vitu, ila kwa sababu sehemu ya kuchezea ilikuwa imekamilika kwa asilimia kubwa na wenye mamlaka waliridhia, ndio maana unakuta mchezo uko unaendelea. Lakini sofa kwa wale mashabiki tunasema changamoto kubwa ilikuwa ni ile mvua na jua. Hiki kilio pia kimekuwa ni cha msimu mzima huu. Waandishi wa habari pia kama mnafahamu eneo lenu pia lilikuwa lina shida. Eneo la VIP pia mvua ikinyesha ilikuwa ni shida. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ilikuwa ni wazi ambayo haiwezi kufichika. Lakini changamoto hii manispaa yenyewe kwa kupitia mkurugenzi wetu na management yake waliiona, na tayari kama nakumbuka wiki iliyopita alikuwa ametoa maelekezo kwamba ujenzi wa cover kwa maana kwamba ya paa kwenye haya maeneo utakuja kuanza soon
kama ambavyo tulivyokuwa tunasema kutakuwa na technical bench, tutakuwa na taa ambazo zitakuja kuwekwa. Sasa hivi tunaona hivi vitu vinaendelea kuwekwa. Kwa hiyo watu nadhani wanaelewa nini ambacho tunachukua na kusema. Kwa hiyo mkurugenzi alishaelekeza na alishasema kwamba tutaweka paa kwenye maeneo ya mashabiki. Tunataka mtu ambaye anatuletea pesa asipate shida, kwa sababu mtu anatoka nyumbani kwake anakuja kupata burudani. Anafika hapa tena anakutana tena na anakutana na jua, anakutana na mvua, kitu ambacho kinamdiscourage mtu kufika kwenye sehemu ambako anataka kupata burudani. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ilikuwa iko wazi, na namshukuru Mungu tu management ya Manispaa Kinondoni imeliona na imeshalifanyia kazi. Kwa hiyo Suni naye itaenda kuwa kwenye ujenzi wake. Kumekuwa kuna changamoto mara kadhaa nimekuwa nikija hapa ambao mimi nilikuwa naiona, pia ukiachana na hiyo ambao umeshakwisha kusema, ilikuwa ni nadhani chemba. Pengine kuna namna ambavyo mmetazama changamoto ilikuwa ni wingi wa watu ama nini, na mmetafuta labda namna ya kuitatua tatizo hilo? Hiyo changamoto ya chemba kwa maana kwa kusema chemba sio chemba, ni chemba ya majitaka, sio? Maana ukisema chemba unaweza kukutana na chemba ya majitaka. Yes, chemba majitaka. Chemba majitaka ilikuwa na shida. Mwanzoni kama mnakumbuka tulikuwa tunapata nayo shida sana. Lakini tunashukuru tu management ya Manispaa Kinondoni iliweza kuwasiliana na taasisi inayohusiana na masuala haya kwa maana DAWASA. Walishakuja wakasolve. Kama utakumbuka hii miezi mitatu hii hatukutana na hiyo changamoto. Kwa hiyo na mamlaka ile inayodili na hii kitu walikuja na wao mara kibao wakiwa wanaona hii adha. Kwa hiyo naona walikuwa wapendezwa nao kwa sababu ilikuwa inaharibu taswira ya uwanja, lakini pia ilikuwa inaharibu taswira ya taasisi yao. Kwa hiyo wakalifanyia kazi. Tunaona miezi kadhaa mechi zote zinachezwa hatujawahi kukutana na hiyo changamoto. Kwa hiyo ndio hizo changamoto ambazo zikitokea huwa tunajaribu kushirikiana na mamlaka zinazohusika, tunaweza kuhakikisha kwamba zinatatulika. Kama meneja, changamoto sasa binafsi ambazo unakutana nazo katika kusimamia uwanja huu, pengine ni zipi? Unaweza kutuweka wazi? So far bado hakuna changamoto kubwa sana ukilinganisha na maeneo ambako nilikuwa kuja, lakini ile ambayo mazoea kila siku ni ile tu kwamba watu kuchelewa kukata tiketi. Hiyo ni changamoto ambayo iko kwenye viwanja vingi. Tunawashauri tu hao ambao wanaokuta wateja wetu kwa maana ya kwamba wale wanakuja kupata burudani, inapotokea kuna mchezo ambao wa timu yako, hata kama unajua kwamba ni kesho kutwa, kata tiketi mapema, kwa sababu unakuta wakati mwingine unaona ukizunguka kwa nje unakutana na mtu anahangaika kutafuta tiketi. Kuna mwingine anaweza akawa anauziwa na mtu ambaye hata hana ule uhalali wa kuuza, anatengeneza tu labda fake. Kwa hiyo unakuta hiyo kidogo ndio unakutana na malalamiko haya magetini. Ukifika unaambiwa bwana, mimi nilikata tiketi, kumbe mtu akata tiketi ambaye sio mtu sahihi. Kwa hiyo ni changamoto ambayo ni ya kawaida sana, na nadhani wananchi kwa sababu wao wanapenda burudani ya mpira, inawezekana wakaja baadaye wakaja kuzoea na kukata tiketi mapema. Okay, sawa. Tumeshuhudia na watazamaji bila shaka wameshuhudia matengenezo ambayo yameendelea. Tulianza kuona pale screen, lakini pia tukakaa muda mfupi tumekuja kuona mabenchi kama ambavyo yanaendelea. Mabenchi ya fundi yako vizuri kwa maana ya viti. Lakini pia tukaja tukaona ile niliona kuna kigari fulani cha kuingia kuchukulia wachezaji wale ambao wanakuwa majeruhi kwa wakati huo. Pengine tupe ufafanuzi juu ya hili hasa ya ile machela ya aina ya gari. Machela watu waanze na hiyo machela. Machela nafikiri ni nzuri kwanza tuseme. Na naamini hata mashabiki watakapokuwa wanaiangalia wataenjoy, kwa sababu ni kitu ambacho kwa Tanzania inawezekana ndo mara ya kwanza. Yes, kwa maana kwamba management ya Manispaa Kinondoni iliamua kuleta kile baada ya kupata ushauri kutoka kwa wataalamu wake. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kizuri, lakini tunaamini kwa kuwa ni kizuri inawezekana kuna hata viwanja vingine wakaja sio kutuiga tu, kwa sababu hawezi kuiga kabla kuanza kukitumia. Kwa hiyo inawezekana wakakitaka na wakaja wakakitumia. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba machela ile ni mojawapo tu ya kitu ambacho tulikuwa tumeahidi kwamba tutakileta. Tayari kimeshafika na tunategemea ukitumia, lakini pia au makarabati mengine ambayo yanaendelea, mimi ujenzi mwingine unaendelea, ni muendelezo tu wa vile vitu ambavyo tunaamini bado havijakamilika. Tunaamini ndani ya msimu unaokuja mechi zile ambazo kunalalamikiwa kuchezwa mchana tachezwa usiku. Kwa tunaendelea kuongezea wigo mamlaka inahusika na mpira wa miguu kwa maana ya bodi ya ligi katika upangaji wa ratiba, kwa sababu wakati mwingine unapokuwa na timu tatu kwenye uwanja mmoja alafu na muda huo mchana katika kupanga ratiba inakuwa vigumu sana. Lakini unaweza ukaamua hii mechi inachezwa usiku, hii mechi inachezwa mchana kutokana na mazingira ambavyo ya nafasi unayoiona katika ile upangaji wa ratiba yako. Kwa hiyo tunaendelea kuongezea wigo watu ambao wanaosimamia mpira ili kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya nao kazi vizuri na wao wasipate shida sana kwenye upangaji wa ratiba. Mimi nakupongeza kwanza kwa vitu ambavyo umekuwa ukifanya, manake ni vikubwa mno vinaonekana, lakini pia upande wa mashabiki sasa hatujalifafanulia zaidi kuhusiana, amesema nalalamika jua na nini. Pengine mpango mkakati kama management na wewe ukiwa meneja ni ikoje? Mpango mkakati tayari nimeshasema kwamba mashabiki tumeona shida wanayoipata. Tunaona sehemu ile waandishi wa habari shida wanayoipata. Tayari mamlaka ishaliona na tayari utaratibu wa kutengeneza
tunasema ile structure namna ambavyo itakavyokuwa kwenye upande wa paa. Huwezi kuwa na hela ukasema leo naweka kitu fulani. Kwa lazima utafute wataalamu wa design namna gani ambavyo unafikiri unaweza ukapata cover ambayo isilete shida tena baadaye, kwa sababu unapoweka cover lazima pia uangalie kule kuna waandishi wa habari. Wakati mwingine kuna kamera za Azam ziko juu yako, lazima uone hii cover likienda linaishia wapi. Kwa hiyo kama unakumbuka pia mwenye mamlaka kwa maana mkurugenzi tayari alishatoa maelekezo kwamba mwaka huu wa fedha ambao unaoanza hapo wiki inayofuata, mchakato wa kuweka paa kwenye maeneo ya mashabiki, VIP na waandishi wa habari upo. Kwa hiyo haukwepeki, kwa kuwa yeye mwenye mamlaka ameshasema hamna namna ambavyo anaweza tukafanya ili kuhakikisha kwamba tunakosa hilo. Kwa hiyo wakae tu wasubirie tu msimu ujao, Mungu akijalia tunaweza tukawa tuna hiyo hali ambayo ya kuwa na comfortability tunapokuwa uwanjani. Nimekusoma hapo umefunguka kuhusiana na ile machela ya aina ya gari, kwamba kuna watu watakwenda kunufaika nayo hasa kwa kuanza kutumia, then wanaweza kuiga kununua. Pengine mko tayari, kuna namna mnaweza kukodisha kwamba kitaweza kwenda Benjamin Mkapa ama namna gani vipi? Kwanza kile ni kifaa cha manispaa Kinondoni, ni kifaa cha serikali. Ni kama vile ilivyo tu gari ya serikali ambayo iko wilaya fulani na nyingine iko wilaya nyingine. Siwezi kusema kwamba tutaikodisha kwa sababu wenye mamlaka pia wanaweza kaamua vinginevyo. Maana unaweza kusema unakodisha kumbe wakati mwingine hii ni serikali. Benjamin Mkapa uwanja wa serikali. Inawezekana tu wakaja wakaomba kwa mwenye mamlaka, tukamshauri takavyoone nafaa, then tukakitumia, na si dhambi, kwa sababu kile haimaanishi kikikaa tu hivyo ndio kwamba kinakuwa imara zaidi. Kitu chochote unapokuwa nacho, ukishakuwa umekata hata nyumba, ukijenga alafu kaiacha, unaweza kujikuta baadaye unajikuta tu imeharibika hata hujaitumia. Kwa hiyo kile pia kinahitaji kitumike ili wengine waone hali ili ya kuona kwamba hiki kitu ni kizuri waige, lakini pia kuendelea kuboresha, kwa sababu kumbuka kama mashindano yanayokuja ya Chani ni mashindano ambayo serikali imepata dhamana ya kuweza kuyahost. Kwa hiyo hatutarajii kuona kwamba kifaa kile kinashindwa kutumika kwenye maeneo yale kwa sababu yoyote ile ambayo inakuwa ipo. Tunatamani kuona kifaa kile kinakuwa kwa sababu kinaongeza hadhi ya uwanja husika, lakini pia kinaongeza hadhi ya serikali, kwa maana ya kwamba huko atakapokuwa anaenda kumbe uwanja wetu ule sasa unaendelea kuwa kisasa zaidi, kama ambavyo sisi tunaona tunazidi kuboresha ili kufanya uwanja wetu uendelee kuwa kisasa zaidi. Kwa msimu mpya sasa nimekunoti vizuri kwamba maboresho ambayo mko nayo, pengine kiujumla sasa mnatarajia kufanya nini cha tofauti kuelekea msimu 2025 na 26? Kubwa zaidi ambalo nasema kwa msimu 25-26 ni uwepo wa taa pamoja na majukwaa. Haya ni makubwa mawili ambayo tunatakiwa, nadhani tutajivunia nayo sana. Kiacha mengine madogo madogo ambayo tunasema technical bench, scoreboard, pamoja na mabadiliko ya hayo magoli, kwa maana ya kwamba tutakuwa na magoli ambayo kidogo tofauti na haya tulionayo. Kubwa zaidi ni hilo, taa pamoja na cover, kwa maana ya kwamba nasema ile paa kwa ajili ya kuzuia mvua na jua kwa mashabiki wetu. Bwana, mimi nikushukuru sana, nikutakia utendaji mwema wa kazi. Asante sana, karibu sana. Asante sana. Bwana mtazamaji wa Bugane TV, nikiripoti kutoka uwanja wa KMC, na huyu ni meneja wa uwanja huu. Tumezungumza mengi sana kiundani zaidi, na kama ambavyo unaendelea kushuhudia, ni hapa ni uwanja na hii ni pitch, uwanja wa kapeti. Pichi hii kama ambavyo unaiona imetulia kabisa, lakini pia katika marekebisho ambayo alikuwa akizungumza wameyafanya, ni pamoja na ile screen ambayo itakuwa inatumika kuonyeshea matokeo, lakini pia vile vile kama ambavyo unashuhudia upande wa pili huku tunaona kuna viti ambavyo tayari wamekwisha kuviweka hapa. Tuende kuviona kiukaribu zaidi ili tuweze kupata picha nzuri. Hii hivi hapa tunaita mabenchi haya ya wachezaji. Namna hii kama unaona akiwa amevalishwa kitambaa, lakini pia nembo ya KMC. Namna hii. Na hii unaweza kuzungumza kwa namna moja ama nyingine ni mafanikio ambayo wako nayo uwanja huu wa KMC kupitia meneja wao, kama ambavyo tumemsikia amefunguka kweli kweli, na mimi niko hapa kuhakikisha kwamba ninashuhudia kile ambacho kiko hapa kwa macho yangu, lakini pia kuwasilisha kwa watazamaji kile ambacho wamefanya
KMC pengine kwa namna moja ama nyingine, timu nyingine, vilabu vingine vikubwa vinaweza kujifunza kutoka kwa KMC. Wameonyesha kitu cha tofauti sana baada tu ya kujenga uwanja. Wako ambao wamejenga uwanja, lakini pia wamejenga uwanja na kufanya makubwa ambayo tunaendelea kuyashuhudia hapa kama haya. Lakini pia amesisitiza zaidi wanakwenda kuweka taa ambazo zitakwenda kusaidia mechi ambazo zile zinapigwa wakati wa jua kali, basi na mashabiki ambao kwa kilalamika jua kali kiasi kwamba wanakuja kuenjoy soka. Bila shaka msimu ujao vyema kabisa tunakwenda kushuhudia uwanja ukiwa na mabadiliko ya hali ya juu. Mimi ni Cosmo Constantino, CEO presenter wa michezo, na hii ni Bwigane TV. Karibu.